Chadema yaanzisha kampeni ya uchangishaji fedha huku ikirejea mikutano ya hadhara, uchambuzi wa kina wa mwelekeo mpya wa siasa za upinzani Tanzania. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, kimechukua hatua muhimu ya kisiasa kwa kutangaza kurejea kwa mikutano ya hadhara pamoja na kuanzisha mkakati wa kitaifa wa uchangishaji fedha. Uamuzi huu umetokana na kikao muhimu cha kamati kuu ya chama hicho kilichofanyika jijini Dar es Salaam na unaashiria mwanzo wa awamu mpya ya kisiasa kwa chama hicho baada ya kipindi kigumu cha vikwazo na changamoto mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kikao hicho kilichofanyika kwa siku mbili kilijadili kwa kina mustakabali wa chama pamoja na hali ya kisiasa nchini. Hiki kilikuwa kikao cha kwanza kikubwa tangu shughuli za Chadema ziliposimamishwa tarehe 10 Juni 2025 kufuatia amri ya Mahakama Kuu. Hivyo basi, maamuzi yaliyofikiwa yana uzito mkubwa si tu kwa chama hicho bali pia kwa mfumo mzima wa vyama vingi nchini Tanzania. Kurejea kwa mikutano ya hadhara, hatua ya kimkakati. Moja ya maamuzi makuu yaliyofikiwa ni kurejea kwa mikutano ya hadhara nchi nzima. Hatua hii ina umuhimu mkubwa kwa sababu mikutano ya hadhara imekuwa nyenzo kuu kwa vyama vya siasa kuwasiliana na wananchi, kuelezea sera zao na kujenga uungwana mkono. Kwa Chadema, kurejea kwa mikutano hii kunamaanisha kuanza upya kujenga uhusiano na wananchi baada ya kipindi cha ukimya kilichosababishwa na vikwazo vya kisheria na kisiasa. Katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania, mikutano ya hadhara si tu jukwaa la kisiasa bali pia ni sehemu ya uhamasishaji wa wananchi kushiriki katika masuala ya kitaifa. Hatua hii pia inaweza kutafsiriwa kama ishara ya kujiamini kwa chama hicho kuwa sasa kina nafasi ya kushiriki kikamilifu katika siasa za wazi bila vikwazo vikubwa kama hapo awali. Mkakati wa uchangishaji fedha, kujitegemea kifedha. Mbali na kurejea kwa mikutano, Chadema pia imeamua kuanzisha mkakati madhubuti wa uchangishaji fedha. Sababu kuu ya uamuzi huu ni ukweli kwamba chama hicho kilipoteza sifa ya kupata ruzuku ya serikali baada ya kushindwa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Katika mfumo wa kisiasa wa Tanzania, vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi hupata ruzuku kutoka serikalini ili kusaidia shughuli zao kila siku. Kukosa ruzuku hiyo kunalazimisha chama kutafuta vyanzo mbadala vya fedha ili kuendesha shughuli zake. Hivyo basi, mkakati wa uchangishaji fedha huu unaonyesha mwelekeo wa Chadema kuelekea kujitegemea kifedha. Hii inaweza kujumuisha michango kutoka kwa wanachama, wafuasi, wafadhili binafsi na hata kampeni maalum za kuchangisha fedha. Hatua hii pia inaweza kusaidia chama kujenga msingi imara wa kifedha ambao hautategemea sana serikali, jambo ambalo linaweza kuongeza uhuru wake wa kisiasa. Kujaza nafasi za uongozi zilizo wazi. Kikao hicho pia kilijadili suala la kujaza nafasi za uongozi zilizoachwa wazi kutokana na sababu mbalimbali kama vile kujiuzulu, kuhama chama au changamoto nyingine. Katika kipindi cha hivi karibuni, vyama vya siasa nchini Tanzania vimekumbwa na wimbi la wanasiasa kuhama kutoka chama kimoja kwenda kingine, jambo ambalo limeathiri uthabiti wa vyama vya upinzani. Kwa Chadema, kujaza nafasi hizi ni hatua muhimu ya kurejesha nguvu ya chama na kuhakikisha kinaendelea kuwa na uongozi imara katika ngazi zote. Pia, uchaguzi wa viongozi wapya unaweza kuleta sura mpya na fikra mpya ambazo zinaweza kusaidia kukiimarisha chama. Tundu Lissu na changamoto za kisiasa. Kikao hicho kiliongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, John Heche, kutokana na kutokuwepo kwa mwenyekiti wa taifa Tundu Lissu ambaye kwa sasa yuko kizuizi akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Hali hii ina athari kubwa kwa chama, kwani Lissu ni mmoja wa viongozi wake wakuu na sura ya upinzani nchini. Kutokuwepo kwake kunalazimisha chama kujipanga upya katika uongozi na mawasiliano. Aidha, hali ya Lissu inaonyesha changamoto pana zaidi za kisiasa nchini Tanzania, ambapo baadhi ya viongozi wa upinzani wamekuwa wakikabiliwa na mashtaka mazito au vizuizi vya kisiasa. Kwa mfano, baada ya uchaguzi 2025 kulikuwa na maandamano na hali ya taharuki iliyosababishwa kukamatwa kwa viongozi mbalimbali wa upinzani. Ripoti ya uchunguzi wa vurugu za Oktoba 29. Moja ya ajenda muhimu iliyojadiliwa katika kikao hicho ilikuwa ripoti ya tume ya uchunguzi kuhusu matukio ya vurugu yaliyotokea Oktoba 29. Ripoti hiyo iliongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ripoti ilibainisha sababu 5 kuu na vichochezi 4 vya vurugu hizo kama vile matamko ya kisiasa na matukio ya utekaji watu.
Uamuzi wa Chadema kuchambua ripoti hiyo na kutoa msimamo wake unaonyesha dhamira ya chama kushiriki katika mjadala wa kitaifa kuhusu haki, usalama na utawala bora. Ajenda ya